Nashukuru kwa sababu kufika siku hii katika utume sio kitu kidogo. Na alafu kwa nini tunafanya hapa mwanzoni? Sisi huwa tunakuwa na wasiwasi kwa vile tutaishi siku ngapi mbele. Na ndio maana tarehe hii ya miaka 25 tusherehekee 20. Tukasema kwani tunajua 25 tutafika sisi? Hapa 20 inatosha. Tukafanya sherehe kwa sana. Sasa hii hapa tumefika leo 39. Tungojee mpaka 40 mwakani mwezi wa 7 tarehe 2 au tarehe 7. Kote huko tutafika. Afadhali hapa wanasema siku njema huanza asubuhi. Sasa sisi hapa kwa wakati inaanza tu na sisi tunaanza. Tujipongeze na ndio maana tumefika marafiki, mapadri na ndugu ambao nawashukuru sana waumini kutoka Mdaula kumsindikiza baba hapa kuja naye nyetia moto kwamba yuko kwa watu na anafanya kazi kwa watu. Asante sana. Na kwa hiyo lengo letu ambalo mshirikiane nasi ni kumshukuru Mungu kwa hiyo miaka aliyotutumia tukiwa katika utume. Kwa hiyo nawakaribisha wote leo hii tuanze kama kawaida tukiri udhaifu wetu, tumtumie Mungu tuweze kujistahilisha kwa kuadhimisha sadaka hii. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tunakiri kila tulicho nacho kimetoka kwako, hata sisi mwenyewe. Utufundishe kutambua fadhili za wema wako mkuu, na tukupende kwa moyo mnyofu
na kwa nguvu zetu zote, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amazia kuhani wa Betheli alipeleka habari kwa Yeroboamu mfalme wa Israeli akisema, Amosi amefanya fitina juu yako kati ya nyumba ya Israeli. Nchi haiwezi kustahimili maneno yake yote. Kwa maana Amosi asema hivi, Yeroboamu atakufa kwa upanga, na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali, hali ya kufungwa, atoke katika nchi yake. Tena Amazia akamwambia Amosi, ewe Mona, nenda zako, ikimbilie nchi ya Yuda, ukale mkate huko, ukatabiri huko, lakini usitabiri tena huku Betheli, kwa maana ni mahali patakatifu pa mfalme, nayo ni nyumba ya kifalme. Ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia, mimi sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii, bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu, naye Bwana akanitwaa katika kufuatana na kundi. Bwana akaniambia, enenda uwatabiri watu wangu Israeli. Basi sasa lisikie neno la Bwana. Wewe unasema, usitabiri juu ya Israeli, wala usitoe neno lako juu ya nyumba ya Isaka. Kwa hiyo Bwana asema hivi, mke wako atakuwa kahaba mjini, na wana wako na binti zako wataanguka kwa upanga, na shamba lako litagawanywa kwa kamba, na wewe mwenyewe utakufa katika nchi iliyo najisi. Na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali, hali ya kufungwa kutoka nchi yake. Neno la Bwana. Tunamshukuru Mungu.
sura ya 17 aya ya 11 hadi ya 19. Yesu alipokwenda njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, E Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Kwa ukarimu wake wote aliyonitendea, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote aliyonitendea? Maneno kutoka kwa Mzaburi. Ni maneno anayoyatamka Baba Siwando katika nafsi yake leo hii. Ni maneno anayoyatamka Baba Bungalo katika nafsi yake. Baba Siwando alipata upadre tarehe 2 mwezi wa 7 1987, na Baba Bungalo tarehe 7 mwezi wa 7 1987. Walikuwa wawili, kwa hiyo tuna kila sababu au wana kila sababu ya kukutana kubwa na dogo. Tunawapongeza sana na tuwapongeze kwa makofi. Ndiyo sababu ya sisi kuwepo hapa. Wao wawili mapadri wetu ambao wanauaga mwaka wa 39 wa upadre na kuanza mwaka wa 40 wa upadre. Si haba. Nimejaribu kutafuta picha zao. Yaani sisi mapadri mara nyingi tunapopata upadri kwa kutoka vile souvenir vile vikaji vile. Yaani nimejaribu kutafuta mpaka leo hii nimeshindwa. Hawa jamaa ni watu wa ajabu sana. Nadhani yani sielewi, sijui mmoja siyetoa vikaji 2, sijui picha 2 vile na vilifutika siku hiyo, havijaonekana mpaka leo hii. Na hatujui sijui waliandika maneno gani kama moto wao wa upadre. Yaani hata mimi hapa napata shida. Hiyo ni siri yao, ndio kuulizia lakini sijapata hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, leo ni siku ya furaha. Ni siku ya furaha kubwa kwao tu sisi. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ameifanya na ametuwezesha sisi kukutanika hapa kwa ajili ya wao kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote aliyowatendea, na sisi pia kuunganika nao kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi kubwa ya hawa mapadri wawili, Baba Siwando na Baba Bungalo. Kwa hiyo tumekusanyika hapa, au tukio hili lijae furaha katika mioyo yetu,
na kile kilichoko ndani ya mioyo yetu tukidhihirishe kwa matendo. Yaani tufurahi na tuonyeshe shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu tunapoungana na hawa baba zetu wawili, Baba Sewando na Baba Bulalo, katika kusherekea kuaga mwaka wa 39 na kuanza mwaka wa 40 wa upadre. Wamedumu kiaminifu katika utume, wamekuwa waaminifu kwa Mwenyezi Mungu na wametenda mambo mengi sana kwa miaka hiyo yote. Miaka yote hiyo 39 na wanapoanza mwaka 40 ya upadre, kwao ilikuwa ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wao ilijaa neema za Mwenyezi Mungu. Wao walifanya kazi yao kiaminifu, kulilinda, kuliongoza kundi la Bwana walilokabidhiwa kwa nafasi mbalimbali kwa muda huo wa miaka 39. Sijui ni kitu gani kilichowatuma wauage mwaka wa 39 au kabisha mwaka 40. Inawezekana wana sababu zao au jamaa wana sababu zao. Biblia 40 ni kipindi cha majaribu, ni kipindi cha uvumilivu, ni kipindi cha ukomavu, ni kipindi cha ushindi, ni kipindi cha kutimiza mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Waisraeli walisafiri jangwani kwa muda wa miaka 40 siku na mchana. Musa alikaa mlimani kwa siku 40. Na Bwana wetu Yesu Kristo alifunga jangwani kwa siku 40 kabla ya kuanza utume wake. Sasa na wao hiyo 40 ambayo walianza leo hii ina ujumbe mkubwa katika maisha yao. Ina ujumbe mkubwa ambao Mwenyezi Mungu kwa upendeleo wa pekee kuwafikisha hiyo miaka 40. Maana yake wanapaswa mara kwa mara kurwa na doto, kutembeleana, kukaa pamoja, kufanya tathmini ya utume wao kwa muda wa miaka 39, na kwa namna pekee mwaka huu wa 40 wa upadre wanapaswa wanakutana mara kwa mara kujitathmini walipotoka, walipo na wanapokwenda. Baba Sewando na Baba Bulalo, wazee wetu, adhimisho hili ni la shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ni adhimisho la kutafakari safari yenu ndefu ya maisha ya upadre. Mmeonja mengi yaliyo mazuri, mmekumbana na mengi yaliyo magumu, lakini hamkukata tamaa. Daima sauti ya Mwenyezi Mungu ilikuwa ndani mwenu na katika utume wenu. Mungu daima aliwaambia, msiogope, mimi nipo pamoja nanyi. Kwa maneno hayo ndiyo yaliwatia moyo mliweza kupata tamaa, mlidumu kiaminifu na mkatekeleza kazi yake kiaminifu. Msiogope, mimi nipo pamoja nanyi. Na huyo anayewatamkia leo hii anawaambia katika hali yenu ya uzee, msiogope, mimi nipo pamoja nanyi kwa mwaka huu wa 40. Kwa hiyo Mungu awe pamoja nanyi katika mwaka huu wa mnaoanza wa 40 wa utume katika shamba la Bwana. Kumbukeni kuwa upadre ni zawadi toka kwa Mungu, na nyinyi mlikubali kupokea zawadi hiyo tarehe 2 mwezi wa 7 na tarehe 7 mwezi wa 7, na mkadumu kiaminifu na mmekuwa kama vyombo vya udongo ambavyo vimebeba hazina ya kimungu ndani yake. Kwa hiyo ninyi kwa miaka hiyo yote mmekuwa kama vyombo vya udongo ambavyo mmebeba hazina ya kimungu ndani yake, na hazina hiyo hamkuona kwamba mbaki nayo ninyi wenyewe, mliweza kuwasaidia wengine kutoka katika hazina hiyo mliokuwa
mmefanya mengi sana, na tukianza kuorodhesha hapa, Baba Sewando aliyoyatamka, aliyoyatenda, Baba Kung'alo aliyoyatamka, aliyoyatenda ni mengi sana. Tunaweza tukatumia siku nzima hii na tukaimaliza, tukaendelea hata kesho na kadhalika. Na inawezekana hayo mlioyatenda na hayo mlioyanena ni mengi sana. Inawezekana hata chumba hiki kingekuwa kidogo. Ninyi wazee, hongereni sana kwa kazi nzuri. Kwa hiyo katika uzinduzi kuu ambayo naweza kusema kama ni miongo karibu minne ya upadre, Kristo mwenyewe alikuwa akitenda kazi ndani mwenu na bado anaendelea kufanya kazi ndani mwenu kupitia ninyi kama vyombo vyake. Ninyi mmekuwa hazina kubwa katika shughuli mbalimbali za kichungaji. Mmekuwa waaminifu, mmepatwa na changamoto nyingi za hapa na pale, lakini hamkukata tamaa. Leo hii mnapotolea shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa zawadi hiyo ya upadre miaka 39 na mnapoanza mwaka wa 40 wa upadre, mmejitahidi sana katika utume wenu, na utume wenu umeweza kuzaa matunda mengi ambayo ninyi wenyewe inawezekana hamjaoni kwa macho, lakini wale waliopitia mikononi mwenu kwa malezi mbalimbali, kwa mifano mbalimbali, kwa ushauri mbalimbali, kwa mahubiri mbalimbali, kwa mafundisho mbalimbali, wanajua mlichokifanya kwa miaka hiyo yote. Kwa hiyo ninyi mnapomshukuru Mwenyezi Mungu, na sisi umati huu tunawashukuru sana ninyi. Inawezekana bila ninyi sisi tusingekuwa kama tulivyo hivi sasa. Kwa hiyo mnapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 39 na kuanza mwaka 40, na sisi pia tunawasindikiza kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini na sisi kwa namna pekee sana tunawashukuru sana ninyi. Tunawashukuru sana ninyi. Yaani masista, bila hawa wazee au bila Baba Sewando, sijui labda mngekuwa duniani, lakini katika hali nyingine. Na wengine hapa tumekuwa mapadre kwa sababu ya Baba Sewando, kwa sababu ya Baba Kung'alo. Na mimi nazungumza wazi, bila Sewando sasa hivi mimi nilikuwa nalima huko, nisingekuwa kama hivi. Na wengine hapa bila Baba Kung'alo kuwalea hapo seminari na kuwafanya wale kama walivyokuwa finyanga, wasingekuwa kama walivyo sasa. Kwa hiyo kila mmoja hapa tunapomshukuru Mwenyezi Mungu, tunawashukuru hawa ndugu zetu kwa namna yoyote ile na kwa namna mbalimbali ambazo hawa wazee wetu, baba zetu wametutendea. Kwa hiyo wapendwa, Baba Sewando na Baba Kung'alo, tunawaombeni kazi iendelee. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Sisi tuliopo hapa kwa niaba ya kanisa tunasema asanteni sana. Wapige makofi jamani. Kwa kila hatua mliotembea, kwa mahubiri yenu, kwa sadaka zenu mbalimbali, kwa ushauri wenu, kwa mafundisho yenu, na sisi kuwa kama tulivyo, tunasema asanteni sana wazee wetu, na hongereni sana. Bado wana nguvu, sawa? Bado wana nguvu. Bado wana nguvu ya kuchapa kazi. Na msikasirike mnapoitwa wazee, bali nyinyi ni wazee. Nyinyi ni wazee. Bali manake kwa mzee kuna hazina. Kwa hiyo na sisi tuendelee daima kuwakimbilia hao, kuwaomba ushauri, kuwashukuru kwa malezi yao, kuwashukuru kwa kila jambo wanalotendea sisi. Sisi tuliokusanyika hapa tunaendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwajalia afya njema ya roho na mwili.
huu mwaka wa 40 mnaoanza leo hii mtaumaliza salama. Hamtakufa kwa sala. Yaani sala zetu sisi zitafanya kazi. Kumbeleza. Na mtakapofikia miaka 40 sasa nyinyi mapacha nyinyi sasa ole wewe msukutu alika sisi. Mtualike tufike. Na baba Kungalo tunaomba uje ufanyie kwetu Morogoro. Uje kwetu tunakukaribisha. Uje kwetu kama uje kwa leo hii. Kwa hiyo tunazidi kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kuwajalia hekima na busara nyingi katika uzee wenu. Hekima na busara. Na ni kweli nyinyi wazee nyinyi mna hekima na busara. Safi kabisa. Safi kabisa. Hizo ziwasaidie kutafakari zaidi utume wenu, na hasa katika kipindi hiki mnapoanza mwaka wa 40. Ule moto wa uchapakazi usizimike wala usipungue. Yaani mpige kazi kweli kweli. Alafu mwishowe mseme pale muda utakapofika mthubutu kusema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baba Sewando, hongera sana. Baba Kungalo, hongera sana. Mbarikiwe na Mwenyezi Mungu mnapoanza miaka 40 ya upadre wetu. Tuko pamoja nanyi kwa sala na matashi mema. Tumsifu Yesu Kristo.